Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kristo amefufuka. Amefufuka kweli kweli. Tungependa kuwakaribisha katika ibada ya siku ya leo, siku ya Pasaka. Ni siku ambayo tunasherehekea Mwokozi wetu amefufuka. Tunajua mko mbali, lakini tuko pamoja katika roho na tutaendelea na kumwabudu Bwana wetu. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunanyenyekea miguuni pako asubuhi ya leo, asubuhi ambayo tunasherehekea kufufuka kwako. Tunajua dhidi ya yale yote ambayo yako ulimwenguni wakati huu, bado uko hai na umeketi katika kiti chako cha enzi, na hivyo hatuna budi ila kuendelea kukuabudu kama vile huwa tunafanya wakati wote. Tunakuita wakati huu ambapo tunaanza hii ibada, uwe pamoja nasi, utuongoze, Roho wako awe miongoni mwetu, ndio atuelekeze katika yale ambayo ungependa Baba Mungu wetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Sala ya siku ya Pasaka tutaomba. Kristo amefufuka. Amefufuka kweli kweli. Haleluya. Alivunja minyororo ya kifo na kuzimu na kufufuka katika utukufu, na sasa anaishi na kutawala milele. Kwa kifo chake na ufufuo wake tunalo hakikisho la uzima wa milele. Tusaidie kila siku tufe katika mambo haya ya dhambi, ili tuweze kuishi pamoja nawe katika furaha ya maisha ya ufufuo. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. To God be the glory, great things he has done. So lovely the world that He gave us his Son, who yielded his life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Bwana Yesu apewe sifa. Asifiwe Yesu Mwokozi. Nataka kumkaribisha mara nyingine kwa siku ya leo. Ni Easter Sunday. Ni siku ya muhimu sana kwa sababu ndio tunasherehekea kufufuka kwa Kristo ambaye alikuja hapa duniani ili tupate kupokea uzima wa milele. Ningetaka kusoma somo kutoka kitabu ya Yohana Mtakatifu mlango wa 20 mstari wa 14 hadi 18. Na nitasoma. Naye akiisha kusema haya, akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, asijue ya kuwa ni Yesu. Yesu akamwambia, mama, unalilia nini? Unamtafuta nani? Naye huko akidhania ya kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamuondoa. Yesu akamwambia, Mariamu. Yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Laboni, yani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Mariamu Magdalini akaenda akawapasa wanafunzi habari ya kwamba amemuona Bwana, na ya kwamba amemwambia haya. Na hii ndiyo injili ya Bwana Yesu Kristo. Tunaweza keti. Siku ya leo kama vile nimesema ni siku ya muhimu sana, kwa sababu ni siku tunasherehekea
kufufuka kwa Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu, na kuna mambo ine muhimu sana ya sisi wa Kristo inayotufanya tusherekee siku ya leo kufufuka kwa Kristo. Jambo la kwanza ni just as he said Jesus rose from dead, we can be confident therefore that he will accomplish all he has promised. Ya kwamba kama vile Yesu Kristo alivyokuwa hapa duniani na akasema mengi na mengi kapata kutimika, hivyo ndivyo inafanya tupate kuwa na tumaini kwake kwa sababu ya kufufuka kwake. La pili, we can be certain of our own resurrection because Jesus was resurrected. Death is not the end, there is future in life. Ya kwamba kama vile Kristo alifufuka, nasi na tutupatia tumaini ya kwamba kifo si mwisho wa mambo yote. Jambo la tatu, the divine power that brought Jesus back to life is now available to us to bring our spiritual dead selves back to life. Ya kwamba ile nguvu ilifanya Kristo afufuke, ndio nguvu zile ziko tu, ile inatufanya tukupate kufa kwetu kwa kiroho, tupate kufufuka ili tupate kuishi. Jambo la nne ni kwamba the resurrection is the basis for church witness to the world. Ya kwamba kufufuka kwa Kristo ndio hakikisho linalotufanya sisi tueneze injili ya Kristo. Ningetaka kusema kwamba hadithi ya Yesu Kristo kufufuka kwake tunaijua sana ukisoma katika kitabu ya John chapter 20, kama vile nimesoma ukianzia hapo mwanzo, utaona vile Mary Magdalene alipoenda pale kaburini asubuhi na mapema, alipopata hakuna mwili wa Kristo, vile alikimbia akaambia wanafunzi wa Yesu. Na vile wanafunzi wa Yesu Peter na mwanafunzi ile Kristo alivyompenda sana, vile walikimbia pale kaburini na kutazama, na hakika wakaona Kristo hayuko. Lakini la kustaajabisha ni kwamba wanafunzi hao wawili walipata kurudi nyumbani kukaa, lakini Mary Magdalene alipata kukaa pale. Na kama vile nimesoma mstari wa 14, Mary Magdalene alipata kuona Kristo na hakuweza kumtambua ya kwamba ni Kristo. Kristo ndiye alimwambia, ni mimi Kristo ambaye unatafuta. Na kwa hivyo nataka kusema ya kwamba ni vizuri tujitolee kama Mary Magdalene. Tusiwe kama wanafunzi wa Yesu ambao walienda pale kaburini hawakukaa, halafu baadaye wakarudi. Na kwa hivyo ningetaka kusema kwa kifupi, kwa sababu muda huko upande wetu, ya kwamba kuna mambo manne muhimu ningetaka kusema ya kwamba tunaweza jifundisha kutoka hiyo somo, ya kwamba Mary did not want to lose Jesus again. Unapotazama mstari wa 17, utaona Yesu na Mariamu akitaka kumshika Kristo ili Kristo asipate kutoka karibu na yeye, ili Kristo asipate kupotea kama vile alikuwa amekufa. Na kwa hivyo nataka kusema ya kwamba ni vizuri hata na sisi tujishikilie Kristo wakati kama huu mgumu wa maisha, wakati kuna COVID-19, tujishikilie Kristo kwa sababu Kristo ndiye anaweza tufikisha kwa ufalme wake, na yeye Kristo ndiye anaweza tuponya kutokana na magonjwa yale ama magumu yale tunayopitia maisha. Number 2, recognize Jesus in your life. Mary's grief had blinded her. Recognize Jesus in your life. Mary's grief had blinded her. Ya kwamba katika hali ya kulia kwa Mary Magdalene, hata alipoona Kristo hakuweza kumtambua vizuri kwa sababu alikuwa na kilio kingi maishani mwake. Na hivyo ndivyo tunakuwa katika hii maisha. Wakati mwingine tunabeba mizigo ya dunia inayotufanya tukose kujua Kristo, tupate kukosa kuelewa Kristo hata akija kwetu. Kristo anatuambia tumpelekee mizigo yote, naye atatupatia pumzisho la maisha. Na kwa hivyo hata wakati kuna shida nyingi sana, biashara haiendi vizuri, familia kama vile TV ilisema siku nyingine ya kwamba mume na mke wa sababu ya kukaa karibu, vita za familia ziko nyingi. Ni vizuri juu ya mambo yote tusikubebe mambo ya kidunia, tusahau kuona Kristo katika maisha yote. Kwa hivyo hata wakati tukumbuke ya kwamba Kristo amepata kufufuka ili tupate uzima wa milele na ili tupate kuendelea kimaisha. Jambo la mwisho la tatu na la mwisho, Jesus knows you by your name. Ukiangalia mstari wa 16, utaona Jesus aliita Mary Magdalene kwa jina lake, akamwita Mary.
Na hivyo ndivyo nataka kusema kwamba Mungu anakujua wewe kwa jina lako. Si kama vile mtu anaweza kukuita. Yesu anakuita kwa jina lako. Na kwa hivyo ni kumaanisha kwamba anajua shida zako zote, anajua mahitaji yako yote, anajua yale yote unapitia. Jina lako na maisha yako iko pajani la Mkristo, ya kwamba anakujua, hakuna kitu yako ambayo haijui. Na kwa hivyo nataka kusema kwamba ni vizuri tupate kujua na Kristo wakati wa kuvuka, ili apate kuwa rafiki wa karibu na wewe, ili apate kuja na kufufua yale yote imekufa. Maisha yetu imekaa kama imekufa. Ni kama Kenya hakuna maisha inaendelea. Life has come to stand still. Lakini Kristo kwa sababu amekufa na amefufuka, ni vizuri kujua kwamba atafufua yale yote imekufa kwa maisha yetu. Atafufua biashara zetu, atafufua afya yetu, atafufua maisha yetu, atatufua hata kanisani. Na kwa hivyo ningetaka kusema kwamba tutasame Kristo pekee. Tutasame Kristo ambaye amefufuka na sasa ameketi mkononi mwa Mungu kule mbinguni, akituombea kule mbinguni. Na kwa hivyo tunataka kusema kwamba maisha hii hatuko peke yetu, tuko na Kristo ambaye ako kule mbinguni na ambaye anatulilia ili tupate kupokea uzima, na tupokee uzima tele. Na tuombe. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Mtakatifu. Amen. Tuendelee na maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twaja mbele zako asubuhi njema, twakushukuru, twakuabudu na twainua jina lako takatifu. Twasema ni asanti kwa yale yote umetutendea. Asanti hata kwa siku hii na hata kwa kufikisha katika wakati huu. Asanti Baba hata kwa hilo neno ambalo tumesikia, kwamba tumepewa hakikisho kwamba unatujali wakati wote. Wakati huu twaja mbele zako tukitubu makosa yetu, yale yote tumetenda sisi wenyewe, hata familia zetu na hata nchi yetu Baba. Yote twayatubu na tunaomba msamaha. Tukikumbuka wakati huu Baba, wakati huu wa coronavirus ambao imesugua duniani yote, twakuomba Baba uwe karibu, uwe wa kutulinda, uwe wa kutuzingira katika familia zetu, katika kanisa letu na hata katika nchi yetu. Tunaomba mkono wako ambao wenye nguvu Baba uwe wa kutembea katika kila pahali, katika nchi yetu na katika dunia hii, na huu ugonjwa ambao umesugua watu uwe wa kuishi. Twakumbuka hata nchi yetu, tukikumbuka rais wetu Uhuru Kenyatta, tukikumbuka hata naibu wake na hata viongozi wale wengine Baba ambaye umetupatia katika nchi hii. Waongoze, uwape hekima, neno yale yote ambao wanasema, mambo yale yote ambao wanatuongoza nayo iwe ya kuongozwa na wewe. Twakumbuka hata kanisa yetu ya St. Barnabas Marurui na hata kanisa ya Kianglikana Kenya yote na hata duniani kote. Baba, tunaomba uwe wa kutuongoza, uwe wa kuongoza bishop wetu na hata viongozi wote ambao umetuchagulia katika makanisa yetu. Familia zetu hatuwezi tukazisahau wakati huu. Watoto ambao wako nyumbani hawaendi shule wakati huu ambao sio jambo la kawaida. Wazazi ambao hawaendi kazini na hata wale wengine ambao wako nyumbani kwa wakati huu. Tuomba Baba uwe wa kulinda watoto wetu wanapocheza, wanapokaa nyumbani, wanapofanya mambo yale mengine yote wanafanya, kuwa wa kuwalinda. Hata wazazi tunaomba mahitaji yote ya watoto wao na mahitaji yote ya jamii yote Baba tunaomba uwe wa kuwakabidhi. Tuwakumbuka wale wagonjwa, sana sana tukikumbuka wale wagonjwa katika kanisa letu. Nyoosha mkono wako wa nguvu Baba uwe wa kuwaponya wote. Tukikumbuka hata mchungaji wetu Lefred Wajie ambaye alikuwa akihudumu katika hili kanisa letu. Alijua ya kwamba wakati huu ako na udhaifu wa afya. Tunaomba Baba uwe wa kumtembelea na kumponya. Hata wale wengine wote ambao hatukutaja kwa majina, Baba twaomba uwatembelee na uwaponye. Twakumbuka wale wanafanya kazi katika huduma katika nyanja ya afya Baba. Kuwa wa kuwabariki madaktari wetu, nurses na hata wale wengine ambao wanahudumu katika kitengo hiki cha afya Baba. Tukikumbuka wale wanafanya katika kanisa letu, twakumbuka Mrs. Jero, tunakumbuka Mrs. Kamau Muchiri, twakumbuka Mrs. Jage Kariuki ambaye wanahudumu katika eneo la afya Baba. Wabariki wanapohudumia wengine Baba, kuwa wa kuwalinda, wasigile na damu ya mwanao Yesu Kristo, wasije wakapata ugonjwa wowote wanapohudumia watu wako. Twakumbuka hata yale mambo mengine Baba ambao hatukutaja. Umetuambia kwamba hata kabla hatuja yasema
unayajua. Na tunapoendelea Baba, tunategemea wewe katika kila jambo. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata tuamini. Amen. Haya ndio matangazo yetu asubuhi ya leo. Ya kwanza ni kushukuru nyinyi wote kwa sababu ya kuendelea kutoa tithes na thanksgiving. TCC na mchungaji wote wanawashukuru na wanasema Bwana Mungu aendelee kuwabariki. Pia tunaarifiwa ya kwamba yeyote ambao ako na prayer request anaomba atume SMS kwa kanisa na atahudumiwa na mchungaji. Leo ni siku ya pledge, kama vile tulisikizana wakati wa kufungua mwaka, tukasema mwaka huu tutatoa pledge ya kumaliza jengo letu la kanisa. Leo kila mtu tafadhali tunaomba utume pledge zetu katika akaunti ya kanisa ambao iko kwenye majarida ambao tunatumia katika kanisa letu. Pia unaweza tuma pledge yako kwa namba ya simu ya kanisa. Tithes na thanksgiving tunaomba pia tuendelee kutoa ndio tuweze kubarikiwa. Pia tutakuwa na maombi maalum siku ya Jumanne. Mchungaji ataomba maombi maalum kwa wale wote ambao wanatoa tithe na wale pia wanatoa thanksgiving na hata matoleo mengine. Kwa hayo machache nawatakia siku njema ya Pasaka. Mungu awabariki na awalinde. Asanteni sana kwa kusikiliza. Na sasa kwake ambaye kwa nguvu yake aifanyaye kazi ndani yetu aweza kufanya mambo makuu zaidi ya yale tuwezaye kuomba au kufikiria. Kwake Mungu uwe utukufu katika kanisa na katika Kristo Yesu nyakati zote milele na milele. Na baraka ya Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ipate kudumu pamoja nanyi pamoja na familia zenu sasa na hata milele. Amen. Mungu apate kumbariki. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima ni dawa yake njema. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, peke limetukuka jina lake Yesu.